Leo nataka nikupeleke kwenye sehemu ndogo sana ya dunia, sehemu ambayo upana wake katika baadhi ya maeneo ni chini ya kilomita 40, lakini eneo hilo lina uwezo wa kuathiri uchumi wa dunia nzima. Na ndio sababu katika vita kati ya Iran, Marekani na Israel, jina Hormuz linatajwa karibu kila siku. Kwa nini? Mlango bahari wa Hormuz ni njia nyembamba inayounganisha ghuba ya Uajemi na bahari ya Arabia. Ni lango pekee la kutoka baharini kwa mataifa yanayozalisha mafuta kwa wingi kama Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Qatar na Falme za Kiarabu. Kila siku mamia ya meli hupita hapa. Takriban pipa moja kati ya 5 ya mafuta yanayouzwa duniani hupitia Hormuz. Qatar pia husafirisha sehemu kubwa ya gesi yake kupitia njia hii. Ndio maana njia hii imekuwa muhimu kwa uchumi wa dunia. Lakini swali ni, ikiwa Marekani ina jeshi kubwa zaidi duniani, kwa nini inaendelea kuipa Hormuz uzito mkubwa kiasi hiki? Jibu linaanzia kwenye jiografia. Iran ina pwani ndefu inayotazama moja kwa moja mlango bahari wa Hormuz. Kutoka maeneo hayo inaweza kufuatilia karibu kila meli inayopita. Kwa miaka mingi imewekeza kwenye makombora ya pwani, droni, maboti ya kasi na mabomu ya baharini yanayoweza kuvuruga usafiri wa meli. Iran haihitaji kuushikilia mlango huu kwa muda mrefu. Hata tishio pekee linaweza kubadili hali ya soko. Bei ya mafuta inaweza kupanda, gharama za usafirishaji huongezeka, bima za meli hupanda, na athari zake huanza kuonekana hata kwa nchi ambazo haziko Mashariki ya Kati. Mwishowe, gharama hizo zinaweza kufika kwa mlaji wa kawaida kupitia bei ya mafuta, usafiri na bidhaa mbalimbali. Ndio maana wakati Marekani na Israel wanapopanga mashambulizi dhidi ya Iran, hawafikirii tu kuhusu makombora ya Iran, wanafikiria pia kuhusu Hormuz, kwa sababu kufungwa kwa njia hiyo hata kwa muda mfupi kunaweza kuleta athari kubwa duniani kuliko mashambulizi mengi ya kijeshi. Katika miezi ya karibuni, kila mzozo ulipozidi, Iran ilirudia kuonya kuhusu Hormuz. Nayo Marekani ikaongeza ulinzi wa kijeshi katika eneo hilo ili kuhakikisha njia hiyo inaendelea kuwa wazi. Hivyo, pamoja na vita kuonekana kupiganwa angani na ardhini, mapambano muhimu zaidi yanaendelea baharini. Kwa hiyo, silaha kubwa ya Iran inaweza isiwe kombora lake refu zaidi, inaweza isiwe droni zake, bali inaweza kuwa eneo ilipojengwa. Mlango bahari wa Hormuz umeifanya Iran kuwa na uwezo wa kuathiri uchumi wa dunia hata inapokabiliwa na majeshi yenye nguvu zaidi. Na ndio maana kwa kila vita vinavyohusisha Iran, jina la Hormuz haliwezi kukosekana. Je, unadhani Iran inaweza kweli kuufunga mlango bahari wa Hormuz? Tuambie maoni yako.